Je, Watanzania tulie au tucheke kwa vita vinavyoendelea kati ya Iran, Israel na Marekani? Hali ya Mashariki ya Kati inaendelea kuwa tete, huku vita na mivutano ikiongezeka kati ya Israel na makundi mbalimbali kati ya ukanda huo, hali inayozua mjadala mpana kimataifa. Swali limebaki kwa wengi, hasa sisi wa Tanzania. Je, ni wakati wa kucheka au kupuuza au kutafakari kwa kina juu ya kinachoendelea? Kwa mtazamo wa haraka, inaweza kuonekana kuwa ni migogoro ambayo iko mbali na Tanzania, hivyo haina athari ya moja kwa moja kwa maisha ya kila siku ya wananchi. Wapo wanaoiona kama habari za kawaida tu na za kimataifa zisizohitaji tahadhari kubwa. Hata hivyo, ukweli ni kwamba athari za migogoro ya Mashariki ya Kati mara nyingi huenea duniani kote. Mabadiliko ya bei za mafuta, usalama wa kimataifa na hata uchumi wa dunia vinaweza kuguswa moja kwa moja na hali ya vita katika maeneo hayo. Mvutano kati ya maeneo kama ukanda wa Gaza au ghuba ya Uajemi unaweza kusababisha kupanda kwa bei ya nishati, jambo ambalo linaweza kuathiri gharama za maisha hata kwa wananchi wa Tanzania kupitia kupanda kwa bei za usafiri na bidhaa. Kwa upande mwingine, baadhi ya watu hujaribu kuchukulia hali hiyo kwa mzaha au kuipuuza kabisa, hasa kupitia mitandao ya kijamii, lakini mtazamo huo unaweza kuficha uzito wa athari za kibinadamu zinazotokea, ikiwemo vifo, uharibifu wa miundombinu na mateso kwa raia wasio na hatia. Kwa Watanzania, busara inahitajika zaidi kuliko mzaha. Ni muhimu kufuatilia kwa makini taarifa za kimataifa ili kuelewa mwelekeo wa dunia na jinsi unavyoweza kuathiri maisha ya moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Kama taifa linaloheshimu amani, Tanzania lina nafasi ya kujifunza umuhimu wa kudumisha utulivu wa ndani na kuepuka migogoro inayoweza kusababisha madhara kama yanayoonekana katika Mashariki ya Kati. Hali hiyo inapaswa kuwa somo kwa vijana na jamii kwa ujumla kuhusu madhara ya vita na umuhimu wa kidiplomasia. Dunia ya leo imeunganishwa kwa kiwango kikubwa, hivyo hakuna nchi inayoweza kujitenga kabisa na athari za migogoro mikubwa duniani. Kwa mantiki hiyo, si sahihi kucheka wala kupuuza hali hiyo. Badala yake ni wakati wa kutulia, kufikiri na kuelewa athari zake kwa mtazamo mpana zaidi wa kibinadamu, kiuchumi pamoja na kisiasa. Kwa kuhitimisha, niseme kuwa kama Watanzania tunapaswa kuchukua msimamo wa kati wenye busara kuendelea na maisha yetu ya kila siku, lakini tukibaki na uelewa na tahadhari juu ya kinachoendelea duniani kote, tukitambua kuwa amani si jambo la kawaida, bali ni tunu inayopaswa kulindwa kwa gharama yoyote. Mimi ni Amina Lumwecha kutoka hapa Zantime Media.